Mheshimiwa Raphael Tuju, tukiwa hapa kwa kanisa, tumepata habari ametekwa nyara kwa sababu ya kutetea mali yake, kwa sababu kusema anajua wezi wa hiyo mali, kwa kuenda hata kufanya kanisa pale. Tumetoa idhini kwa serikali ya Ruto, kama Tuju atolewi kesho kwa mahakama, zote tutaandamana kutoka Ziwa mpaka kila mahali pengine. Wangapi wako tayari kuandamana? Kwa sababu Tuju alikuwa waziri wa Uhuru Kenyatta, na hata tukiwa hapa niliona simu mbili za Uhuru, nikimaliza nitampigia simu. Pengine alikuwa akisema ulizeni mambo ya Tuju. Kwa hivyo Kenya lazima iwe nchi ambayo inazingatia katiba tuliyowachiwa na marehemu Mwai Kibaki, ambaye mimi mwenyewe nilikuwa naibu wake miaka 5. Uchumi wa Kenya ukakuwa marudufu. Kila mwananchi wa Kenya alikuwa na pesa angalau mfukoni. Ile kidogo ilikuwa imewachwa na Kibaki, Ruto amechukua yote, analeta affordable housing, analeta SHA, anaharibu masomo ya watoto. Na tukisema hivi anakasirika. Kwa hivyo lazima Kenya ijue ni nchi yenye uwazi. Haiwezi tena kwamba unaweza ukamnyamazisha mwananchi wa Kenya kutosema yale anajua anataka kufanya kikatiba. Kwa hivyo watoto wetu, tunakuja hapa, nyinyi watu wa Kiharu, tuseme hivi: